Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine. Unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kuwaendea vizuri kabisa wananchi kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Ikumbuka kwamba dirisha dogo la usajili ili hapa sasa limewadia, ambapo zimebakia siku kadhaa kwenda kushuhudia timu zikianza kufanya usajili kurekebisha pale ambapo wanaona kuna mapungufu kuendelea na msimu. Sasa klabu ya soka Young Africans yenyewe imeweza kuambatanisha majina pamoja na kile ambacho kilichopo na kauli ya mchezaji mwenyewe ambaye anakwenda kusajiliwa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Ameweza kufunguka na utakwenda kujua mengi kuhusiana na sajili hii pamoja na sajili zingine ambazo zipo kwenye kikosi cha Young Africans, ambazo najua huwezi kujua majina yao, lakini mimi nimekusogezea hapa taarifa kamili za ndani kabisa kutoka ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans juu ya mchezaji mpya huyo ambaye anatua na wengine ambao wanakuja kutua kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Mimi nimekusogeza taarifa hii, utajua mwanzo mwisho kinachoendelea, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi sasa, ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu. Cha kufanya ni kitu rahisi kabisa, kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine. Unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Young Africans wenyewe wanasema ya kwamba hawahitaji masiara pindi ambapo wanakwenda katika kipindi cha dirisha dogo la usajili. Wanahitaji kuweza kufanya yale yote makubwa ambayo wao wanayatizamia kwamba huenda yakaweza yakawafanya wakaendelea kwenye ubora wao na kusogea zaidi mbele, kwa sababu wana mashindano makubwa pamoja na kuweza kuhakikisha kwamba yale ambao wanayataka yanakwenda kuweza kutimia. Sasa unafahamu ya kwamba Young Africans wamekuwa wakifanya usajili kulingana na mahitaji ya kile ambacho kinachoonekana kwenye kikosi chao, ambapo ripoti ya mwalimu Pedro ameweza kuweka hadharani pia majina ya wachezaji ambao anawahitaji kwenye kikosi chake, lakini pia wachezaji wengine kama wanaweza kupewa mkono wa kwaheri. Sambamba na hivyo basi inaweza ikawa hivyo kutokana na kile ambacho mwalimu yeye anakihitaji kwenye kikosi chake. Sasa taarifa zinaeleza kwamba mwalimu kocha Pedro ameweza kuwasilisha ripoti kamili kwa uongozi wa klabu ya soka Young Africans chini ya Rais Engineer Hersi ya mahitaji anayoyataka pamoja na haya ambayo anaona kabisa yafanyiwe kazi, ambapo tetesi za usajili zimeanza kushika moto kuelekea dirisha dogo litakalofunguliwa Desemba 15 na kudumu hadi Januari 16, 2026, huku mashabiki wakisubiri kuona maboresho yatakayofanywa na vigogo wa klabu mbalimbali. Kutoka Jangwani, rais wa Yanga Engineer Hersi Saidi amethibitisha kuwa kutakuwa na maboresho ndani ya kikosi, akisema kuwa uongozi utazingatia mapendekezo ya benchi la ufundi ili kuimarisha maeneo yaliyoonekana kuwa na changamoto katika mzunguko wa kwanza wa ligi. Sehemu ya ushambuliaji ndio imekuwa gumzo kubwa miongoni mwa mashabiki wa Yanga, na ripoti zinaeleza kuwa kocha mkuu Pedro naye ameweka msisitizo kwenye eneo hilo, akipendekeza usajili wa nguvu mpya itakayoongeza makali ya kufumania nyavu. Miongoni mwa majina yaliyotajwa kupewa kipaumbele ni lile la mshambuliaji kutoka Angola Laulindo Dison Maria almaarufu kama Depu. Kwa sasa Depu anakipiga Ladomiki ya Poland, lakini amewahi kupitia Petro de Rwanda ya nchini
ni Angola. Ana rekodi inamfanya kuwa na chaguo lenye uzoefu wa kimataifa. Depo pia amewahi kufanya kazi chini ya Pedro katika timu ya taifa ya Angola ambako alifunga mabao 15 katika michezo 18, akionyesha ubora wa kiwango cha juu na uelewano mzuri na kocha huyo. Hata hivyo, endapo Yanga itaamua kusajili nyota huyo, huenda italazimika kuachana mchezaji mmoja ili kupicha nafasi ya usajili ndani ya kikosi kilicho kamilika idadi. Unaona bana? Kwa hiyo Yanga wakitaka kufanya maboresho hapa, inabidi sasa tizame namna kuweza kupangua. Kuna Handi Boyeli ambaye ameingia msimu huu, lakini pia kuna Prince Mpumelelo Dube, ambapo kila mmoja ameweza kuanza kushuhudia kile ambacho kinachoonekana. Lakini Yanga wapo mbele ya muda, tayari wameanza mipango ya usajili kama nilivyokuambia kupitia dirisha dogo ambalo wanakwenda kufanya makubwa zaidi, ambapo Pedro ni kocha mkuu wa klabu ya Yanga na ripoti yake inaonyesha mahitaji ambayo anayahitaji kwenye kikosi chake. Kumbuka kwamba hapa pia kuna majina mengine ambayo yanazungumzwa kama jina la Elie Mpanzu, na miongoni mwa majina ambayo yametajwa sana katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili kuelekea, kumekuwepo na maneno wengine wakisema ya kwamba uongozi wa Yanga unatizama namna gani ya kuweza kuhakikisha kwamba wanampata kocha Pedro ndani kumpata hapa nazungumzia Mpanzu ndani ya kikosi cha Young Africans. Pengine wengine wanasema kwamba labda ni namna tu ya kuhakikisha kwamba wanakwenda kuweza kuivunja ile ngome ya klabu ya soka ya hapa nazungumzia Simba Sport Club kwa namna ambavyo inavyoonekana, na kumekuwepo na muendelezo wa matukio kama haya. Kumbuka kwamba si mara ya kwanza kauli kama hizi zikiweza kutoka, na mwisho siku zinaona kama zikitekelezwa zaidi, ambapo uliweza kusikia tetesi kuhusiana Cletus Chama anakwenda Yanga, mwisho siku akaondoka Yanga, ijapokuwa walimuimba kwa misimu kadhaa kwamba anatua Yanga, lakini ilikuwa mwisho wa msimu anaonekana bado yuko Simba, lakini mwisho siku dili likaja likakamilika rasmi kabisa. Lakini katika taarifa nyingine, msemaji wa klabu ya soka Young Africans bwana Ali Shabwan Kamwe, yeye ameweza kufunguka kuhusiana na dili ama issue ya Elie Mpanzu ndani ya kikosi chao. Anasema ya kwamba, na nukuu kile ambacho amekisema meneja habari huyo, anasema kwamba Elie Mpanzu sina taarifa zake kuhusiana hayo ambayo anayasema. Sasa kama anakanusha kwamba kuhusiana na yeye kujiunga na kikosi cha Young Africans, lakini anasema kwamba ni mchezaji wa timu nyingine, lakini mchezaji mzuri, anaweza akawa anapitia kuanguka na kunyanyuka, lakini aiondoe ukweli kuwa ni mchezaji mzuri. Alikamwe ameonekana kumsifia Elie Mpanzu kwenye hili, huku akisema kwamba yeye hana taarifa kuhusiana kile ambacho kinachozungumzwa huko kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na namna ambavyo labda dili hilo, lakini pengine wakati mwingine huwa zinakanushwa, lakini mwisho siku zinakuja kukamilika. Pengine labda taarifa hazijakamilika zaidi kuja kuzitolea uthibitisho, ndio maana labda pengine anaonesha ugumu wa kuweza kulizungumza hili. Lakini wengine wa ndani kabisa huko kuna kikosi cha klabu ya Simba wanasema Elie Mpanzu roho iko Yanga, lakini mwili uko wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo sasa hapo ni kuchagua yeye mwenyewe kwamba anataka kwenda wapi. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, usisahau kusubscribe, kulike na